Majengo ya namna hii kwa mtazamo yanaonekana ni mazuri sana na yanavutia, lakini kama hauna kipato cha uhakika, hauna kipato kikubwa, lakini sio tu kipato kikubwa, kama hauna uhakika wa kuwa na kipato hicho muda wote, basi epuka sana majengo haya. Maswali yatakuwa ni mengi sana, lakini sitataka kuelezea kwa sababu sio dhumuni hili lililonifanya nikuletee ramani hii. Basi ni vyema ukaniuliza maswali kwenye comment, then nitakuja kuwajibu hapo. Nimekuleteni majengo ya kupangisha. Yes, ni majengo ya kupangisha, na katika kila jengo hapo lina vyumba 7. Vyumba vipo katika mpangilio huu hapa. Kila chumba ni chumba kimoja. Hicho chumba ni self, lakini kuna jiko ndani. Amazing. Ni kitu fulani ambacho ni kizuri of course, na kiko na mahitaji ambayo wengi wamekuwa wakiyahitaji katika vyumba vyao vya kupanga. Kwa hiyo kama utakuwa umejenga nyumba ya kupangisha na umeweza kuhakikisha vitu hivi vipo, basi unakuwa na uhakika wa asilimia kubwa sana kuweza kupata wateja na hautasumbuka sana, kwa sababu watu wanahitaji vitu hivyo. Katika kila jengo moja hapo linahitaji jumla ya tofali za blocks hapo ni tofali 4,500, lakini pia inapeleka juu bati 110 za futi 10 hizo, lakini pia hilo jengo linachukua jumla ya mbao za kenchi 250. Hapa tumeweza kuweka majengo matatu katika kiwanja hicho, kwa sababu kiwanja hichi kina urefu wa mita 40 na upana wa mita 35. Kwa ndio maana unaweza kuona majengo yameweza kukaa hapo majengo matatu, lakini kama una kiwanja kikubwa zaidi ya hicho, ina maana unaweza kaweka zaidi ya hapo. Kumbuka kuna baadhi ya maeneo yatakuhitaji wewe uweze kujenga majengo kama haya ya kupangisha, lakini kuna baadhi ya maeneo yatahitaji wewe uweze kujenga majengo kwa ajili ya hostel, lakini kuna baadhi ya maeneo itakuhitaji ufanye ujenzi wa guest house. Kuweza kujua yote haya lazima uweze kushirikisha watu wakati hapo utakapokuwa unataka kuanza ujenzi wako. Unaweza kujikuta unajenga guest house eneo ambalo unahitaji hostel, ukajikuta unakosa wateja na unashindwa kubadilisha matumizi ya jengo hilo, kwa sababu guest house ni ngumu sana ukibadilisha matumizi. Bora hata hizi ambazo ni nyumba za kupangisha unaweza kuzigeuza kuwa guest house, lakini guest house ukifanya kuwa nyumba ya kupangisha ni ngumu sana. Kwa hiyo hilo unatakiwa kulijua. Hizi ni picha za muonekano wa jengo hili hapa. Kama ambavyo unaweza kuona, majengo yameweza kuwa matatu, lakini yote yako na sifa moja. Nimeweza kuelezea yote na nafikiri hapo itakuwa nimesikika vizuri na nimeeleweka. Lakini kitu ambacho nataka ukijua ni kwamba ramani kama hizi na zingine nyingi zote huwa zinaendelea kulingana na mahitaji yako. Kwa hiyo hata wewe pia unaweza kuleta mahitaji vile unavyohitaji, na sisi tukaweza kuandaa ramani kulingana na vile ambavyo wewe unataka au unahitaji ramani yako iwe. Sawa? Of course ukiangalia sasa hivi kulingana na vijana wengi kuogopa ujenzi. Vijana wengi wanahisi ujenzi ni kwa ajili ya watu wenye pesa tu. Ujenzi ni kitu gharama sana. Hii imeweza kutoa fursa kwa wale ambao wanajenga nyumba za kupangisha kuwa na faida zaidi, kwa sababu uhitaji wa majengo ya kupangisha umekuwa mkubwa sana kwa vijana. Kwa hiyo hili nalo ni fursa kwako wewe ambaye unatazama video hii kwa sasa. Una uwezo wa kufanya kitu na kikaendelea kukupa faida zaidi. Kumbuka uwekezaji wa majengo haya ya kupangisha una faida sana, kwa sababu majengo haya yanadumu muda mrefu mno, lakini pia thamani ya kiwanja na majengo hupanda kila itwapo leo. Kwa hiyo huwa ninapenda sana kuwashauri watu, kama unataka kufanya uwekezaji, basi huku ni sehemu nzuri sana kuja kuhifadhi hela zako. Ipo siku zitakuja kukurudishia maradufu zaidi ya hizo ambazo unakuwa umewekeza hapo. Vizuri tu kusubscribe katika YouTube channel yetu, kwa sababu huko video nyingi zitaendelea kuwekwa huko, lakini pia kutufollow mitandao ya kijamii, tunatumia Makazi Mpanda. Kisha tufollow huko, ina maana utakuwa umepata muda na wasaa wa kutazama ramani zaidi kila tunapokuwa tunaziweka huko. Lakini pia hakikisha mtufollow mitandao mingine ya kijamii na subscribe katika YouTube channel yetu. Kote huko tunatumia jina la Makazi Mpanda. Ukisearch Makazi Mpanda utatupata kiurahisi sana. Hizi ni picha za muonekano wa hili jengo na ni sehemu ya picha hizo. Kwa hiyo of course na hizi unaweza kuona namna gani ambavyo majengo yamepangiliwa. Yamepangiliwa vizuri na kila unit au apartment inajitegemea. Karibuni sana.